Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika muendelezo wa kile ambacho wako nacho. Unafahamu ya kwamba mambo yanaonekana kutokwenda vizuri ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kulingana na mujibu wa taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Taarifa imekwenda kutolewa na mimi nikaona sio vyema kukuacha hivi nikusogezea ukiwa wa kwanza kabisa kuweza kujua ni kitu gani kinachoendelea, na Young Africans wametoa taarifa hiyo kwa mantiki gani, yani kwa minajili ipi mpaka kuweza kufikia kuweza kutoa tamko hilo zito. Yote hayo na mengine mengi ambayo nimekuweza kuwekea hapa utakwenda kuyajua kuhusiana na hatima ya Young Africans kuelekea katika safari yake ya mataji ambayo wako nayo, kwa sababu ya kile kinachoendelea na kinachoonekana kwenye kikosi chao kama kutoweza kuwafurahisha mashabiki, na hata baadhi ya viongozi wanaonekana kutoweza kufurahia jambo hilo. Ni jambo gani? Ni ili hapa, ila kabla tujaendelea ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans katika muendelezo wa kile ambacho wako nacho katika kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika muendelezo wa kile ambacho kipo katika kikosi chao. Unafahamu ya kwamba matokeo kidogo yamekuwa ni mazuri wanayapata, lakini namna ambavyo wanavyocheza ndio swala ambalo linapoanzia. Wananchi wanakuambia kwamba hawana furaha kwenye kikosi chao chini ya mwalimu mpya, nazungumzia Romain Folz ambaye kwa sasa ndio anakisimamia kikosi cha Young Africans, na kile kinachoonekana ni kana kwamba kocha huyo ameshindwa kuweza kuonyesha kile ambacho wananchi wao wanakitaka. Wanaona kama timu yao inashinda kwa ugumu, wanaona timu yao ni kana kwamba kupata matokeo imekuwa ni jambo gumu sana. Unaambiwa wachezaji hao wanaenda kumfukuzisha kazi Romain Folz licha ya kuzidiwa ubora na walio wakuta. Yani ipo wazi usajili wa Yanga msimu huu umeshindwa kabisa kuwatoa waliowakuta, labda iwe kwa sababu uongozi unawataka na sio ubora. Sasa inakuwaje kwa Andambwile endapo kocha atatimuliwa? Japo aliwatahadharisha wazee wa matokeo makubwa, nao Yanga kwa sasa wanaingia kwenye chumba cha upasuaji, haiwezekani kuwa vile vile, ila ni kila ambacho kinachoonekana kwa Mamadou Dombe. Lakini inaelezwa kwamba Yanga inasemekana kuwa wanataka kufanya maamuzi kabla ya kalenda ya FIFA ambapo inaanza Oktoba 1, 2025, licha kocha ambaye atakuja apate muda wa kukaa na kikosi. Yanga itafanya maamuzi mchezo wa Septemba 30 kati ya Yanga na Mbeya City, huenda ukawa mchezo wa mwisho kwa Romain Folz na Yanga. Baada ya mechi ya leo, viongozi wa juu wa Yanga wameonyesha kutokuwa na furaha na kiwango cha timu inavyo cheza kwa sasa, ambapo inaelezwa kwamba huenda mambo yakawa mazito kabisa. Anaandika mchambuzi, anasema kwamba mtu anapoamua kuacha kazi zake anakata tiketi kwa lengo la kwenda uwanjani, aende kutazama ushindi pekee, bali ni kwa lengo la kupata burudani pia. Kuendelea kumvumilia huyu kocha ni kutaka kupunguza mapato uwanjani. Mpira ni sanaa, mpira ni sayansi, mpira boli inapigwa hadharani, na sio kwamba mpira ni kitu ambacho kinafanyika gizani kwamba utakuwa unaona kinapigwa
mafichoni. Unaona bana, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Yanga ina falsafa yake tangu miaka na miaka, ni ngumu kuipoteza falsafa hiyo hata kocha awe mkwasa. Huyu kocha wa sasa ni kama ajui nini anataka, tayari amekuta Yanga imeshajengwa. Yanga tayari ina kikosi cha kwanza, alichotakiwa kufanya ni kufukia mashimo mawili tu. Shimo la kwanza aliacha Aucho na shimo la pili aliloliacha Azizi Ki. Uongozi ulimleta Conte na Kouma na una mwingine kijana Mbeya Boy Andamwile. Wakati huo eneo la Azizi yupo kiumbe wa kutisha Mo Dumbia. Mungu akupe nini. Sasa mwanetu kila siku kikosi kipya na bado pila linakuwa alieleweki. Wanamtetea kocha ni watu ambao si wa kweli. Hivi kwa aina ya yule mpira aliyotuletea anaweza kufanya mauaji kama yale ambayo Yanga aliyafanya dhidi ya Waarabu, ambapo Yanga walihitaji ushindi wa goli 4-0 ili iende moja kwa moja hatua ya robo finali. Mpira wake hata wakina Minvilo wanaweza kumfundisha. Sasa iko wapi haja kumlipa kocha pesa nyingi, usafiri na huduma nyingine, kisha alete pira bovu wakati Minzilo yupo hapo? Kunduchi anaweza kufundisha pila kama lake. Sema nini? One day yes, mtakuja hapa wanaotetea ubovu. Ipo siku kila kiungo chao ambacho kiko wazi kitanena juu ya kocha huyu wa kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Watu wanaonekana kuto kama mkubali kocha huyu Romain Folz kutokana na mpira wake ambao amekuwa akiweza kuonyesha na kikosi cha Young Africans, huku mmoja kati ya viongozi wakubwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans ameweza kuweka bayana kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao kuhusiana na hasima ya kocha Romain Folz wao kama uongozi juu ya kile kinachoendelea. Mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga Alex Ngai amewataka mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kuendelea kumvumilia kocha wao Romain Folz kwa sababu ndio kwanza anaendelea kuwafahamu wachezaji baada ya pre-season. Ngai amesema kila mwana Yanga anapaswa kutimiza majukumu yake. Ameongeza kuwa kama viongozi wao wanaendelea kumuunga mkono kocha Folz, lakini iwapo hali itakuwa mbaya watajua nini cha kufanya. Kauli hiyo imetolewa baada ya ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Wiliete Banguela ambao unawapelekea wananchi raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa ujumla mabao 5-0, japokuwa bado baadhi ya wadau wakiendelea kukosa kiwango cha uchezaji, wakienda kukosoa kiwango cha uchezaji wa klabu hiyo. Unaona bana, kwa hiyo huenda viongozi kumbe na wao wanatizama na wanaona hichi kinachoendelea kutoka kwa mashabiki, namna ambavyo kauli zimekuwa zikiendelea kuweza kutoka juu ya uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa ni kuweza kuona ni nini ambacho kinachokuendelea, lakini pia taarifa nyingine ambayo imefika muda huu juu ya Aridi Aucho. Nilikuletea taarifa hapo nyuma kuhusiana na Aridi Aucho kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kama taarifa ambazo zilivyokuwa zikiweza kuzungumza. Sasa taarifa ikufikia kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa inaelezwa kwamba Yanga wamekanusha ripoti zilizozagaa hivi karibuni kuwa wana mpango wa kumrejesha kikosini Aridi Aucho ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars. Afisa habari wa Yanga Ali Kamwe ndiye alikanusha taarifa hiyo, ambapo amesema licha ya kwamba Aucho ni mchezaji mzuri lakini hawana mpango wa kumrejesha kikosini kama ambavyo inaeleza mitandao. Kwa hiyo ile issue ya Aridi Aucho kurudi Yanga huenda ikawa tena sio habari ambayo ni yenye uhakika. Bari zinaendelea kuwa ni tetesi tu na maneno ya watu, lakini kwa mujibu wa uongozi wa klabu ya soka ya Yanga hauna mpango wa kumrudisha Aridi Aucho licha kwamba na kiwango kizuri huko aliko ambako ni Singida Black Stars, lakini kwa Yanga wao wanaona ya kwamba safari inahitaji watu wapya, haihitaji tena kurudi nyuma. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona hatima pia ya kocha Romain Folz. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na